Haleluya, haleluya, mpendwa wa Mungu unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu ndugu msikilizaji kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na pia ninayo furaha kubwa sana ya kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo unafahamu mpendwa wa Mungu, bado tupo kwenye mwezi wetu wa maombi ya urejesho. Hivyo jiandae kuendelea kuomba maombi haya siku ya leo. Chochote ambacho umeibiwa na shetani au chochote ambacho kimeharibiwa na nguvu za giza na wanyang'anyi na uharibifu wowote, baada ya maombi haya mtu wa Mungu kinaenda kurejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Na pia mtu wa Mungu, basi muda huu chukua nafasi hii, karibisha watu wako wa karibu, ndugu, jamaa na marafiki. Share linki yetu hii ya maombi kwa kadri ambavyo unaweza, ili kwa pamoja tuweze kupata neema hii ya maombi kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, kabla sijaendelea mbele, ninalo tangazo kwa ufupi. Leo mwishoni kabisa ya maombi yetu tutaenda kuombea yale maombi ambayo tuliyakusanya siku ya kongamano. Kwa hiyo kila mtu ambaye alifanikiwa kuja na akaleta maombi yake, basi tutaenda kuyaombea mwishoni. Kwa wewe ambaye kufanikiwa kuja kwenye kongamano, muda huu pata nafasi nzuri, andika maombi yako, mahitaji yako, vitu ambavyo unatamani kuona Mungu anakufanyia, vitu ambavyo unatamani kuona Mungu anakurejeshea, vitu ambavyo unatamani kuona unafanikiwa ndani ya mwezi huu. Mtu wa Mungu, andika. Kwa pamoja tutakapokuwa tunaekea mikono maombi haya, na wewe utaweza kuwekea mikono maombi yako uko uliko kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia mtu wa Mungu, ndani ya wiki hii siku ya Jumamosi tutapata neema ya kukusanyika na kuomba kwa pamoja. Kwa hiyo kwa wewe ambaye haukuleta maombi yako siku ya kongamano, basi siku ya Jumamosi hakikisha unabeba maombi yako na utakuja nayo mahali ambapo tutakuelekeza. Na tutaendelea kuomba kwa habari ya urejesho. Tutaomba namna ambavyo Roho Mtakatifu atatuelekeza na maisha yetu yatapata badiliko kwa jina la Yesu Kristo. Nimesema siku ya Jumamosi tutakutana kuanzia saa 9 mpaka saa 12 jioni. Timu nzima ya saa ya maombi tutakuwepo na tutaomba kwa pamoja, tutaabudu kwa pamoja. Kwa wewe ambaye utapata nafasi au utakayesikia tangazo hili, unamjua kuna mtu yupo mjini Dar es Salaam, basi mkaribishe na tutaweza kuomba kwa pamoja, na mkono wa Mungu utatutenda makuu kwa jina la Yesu Kristo. Tutaelezea wapi tunakutana kwenye magrupu yetu ya maombi na kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Kwa hiyo mtu wa Mungu usipange kukosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, ninasema asante. Mungu mwaminifu, ninakushukuru na kukutukuza sana. Asante kwa ajili ya muda wetu huu wa maombi ambao umetupa. Asante kwa ajili ya ulinzi ambao umetupa. Asante kwa ajili ya watu wote wa saa ya maombi ambao umetukusanya. Mungu wangu, mahali popote ambapo tunasikiliza maombi haya, tuko mbele zako, tuko mbele ya madhabahu yako. Usiku wa leo sema na maisha yetu. Usiku wa leo zungumza na nafsi zetu. Usiku wa leo Mungu, tuone badiliko lile ambalo tunataka kuliona kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tufundishe neno lako, tuponye kwa jina la Yesu Kristo, tuinue na tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tuko tayari kuhudumiwa na wewe. Tumefungua mioyo yetu, tumefungua akili zetu, tumefungua nafsi zetu. Sema, zungumza na sisi kwa lugha nyepesi kabisa ambayo tutakuelewa. Kama ambavyo Mungu, mwezi wetu unasema ni mwezi wa maombi ya urejesho. Hivyo Baba yangu, ninamuombea kila mtu anayesikiliza maombi haya, chochote anachokitafuta na chochote anachokitamani kukiona, Mungu ninaomba akakione. Chochote alichokipoteza, Mungu ninaomba kikarejeshwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mpendwa wa Mungu unayenisikiliza, nikukaribishe tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na leo tutaendelea na maombi ya urejesho sehemu ya pili.
Maombi yaliyopita, mtu wa Mungu, tuliomba kwa habari ya maombi ya urejesho sehemu ya kwanza. Kwa yeyote ambaye unasikiliza kwa mara ya kwanza leo, basi hakikisha unapata nafasi ya kurudi na kusikiliza maombi ya urejesho sehemu ya kwanza. Mpendwa wa Mungu, itakusaidia sana na utaona Mungu akiendelea kugusa maisha yetu na kuendelea kutubadilisha kwa jina la Yesu Kristo. Mwezi wa urejesho tunasimama na neno ambalo linatoka kwenye Zaburi ya 126 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mtu wa Mungu, nilikuambia kwenye kipindi kilichopita ya kwamba hili andiko linazungumzia namna ambavyo Mungu aliwarejesha mateka wa Sayuni. Na kuna neno walilisema kwenye Zaburi ya 126 mstari wa kwanza na wa pili. Wanasema Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Maana yake hawakuamini ya kwamba wanarejeshwa. Hawakuamini ya kwamba Mungu amewakumbuka. Hawakuamini ya kwamba wamefunguliwa kutoka kwenye vile vifungo. Hawakuamini, waliona kama wanaota ndoto. Lakini mpendwa wa Mungu, huo ulikuwa ni uhalisia, haikuwa ndoto, bali ilikuwa ni kweli. Lakini kuna kitu anasema kwenye mstari wa pili, wanasema hivi: ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Wanasema hawa mateka wa Sayuni ya kwamba vinywa vyao vilijaa kicheko, ulimi kelele za furaha. Kwa sababu gani? Waliona Mungu amewarejeshea walivyopoteza. Waliona Mungu amewakumbuka. Waliona Mungu amewatoa sehemu moja na kuwaweka sehemu nyingine. Waliona yale mambo yaliyoharibika Mungu akiyarejesha tena. Waliona yale magonjwa yakipona tena. Waliona zile hasara zikifutika. Waliona zile aibu zilizowasonga zikiondoka, na Mungu akiwajaza mema mengi kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa wa Mungu, hii Zaburi ya 126 mstari wa kwanza na wa pili utaimba ndani ya mioyo yetu ndani ya mwezi huu. Mungu ataturejeshea vingi sana. Mtu wa Mungu, tulisoma kwenye Yohana 10 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi ya kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Nilikupitisha kwenye maombi ya urejesho sehemu ya kwanza. Nilikueleza mpendwa wa Mungu msikilizaji ya kwamba mwizi huyu anayezungumziwa hapa ni adui, ni shetani, ni ibilisi, ni mapepo, ni roho za uharibifu, ni watu wenye hila, watu waliojaa ubaya, watu ambao wakiangalia maisha yako wanayaharibu, wakiangalia maisha yako wanayaua. Na nilikueleza lengo la mwizi huyu anapokuja kwenye maisha ya mtu yeyote, anafanya vitu vitatu: anaiba, anachinja na kuharibu. Kwa hiyo watu wengi kwenye maisha yetu, watu wengi kwenye maisha yao wamekutana na hivi vitu. Maisha yetu yamejaa aibu, maisha yetu yamejaa hasara, maisha yetu yamejaa masikitiko, maisha yetu yamejaa maumivu, maisha yetu yamejaa mauti, maisha yetu yamejaa kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi nyingi, lakini hakuna matokeo. Neno la Mungu linatuonyesha kabisa hii ni kazi ya mwizi. Ndio maana amesema ndani ya mwezi huu anataka kurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule mtu ambaye ukiangalia hali yako, ukiangalia maisha yako, ukiangalia uchumi wako, ukiangalia afya yako,
ukiangalia mifugo, ukiangalia miradi, ukiangalia familia yako, huoni ya kwamba kama kuna jambo lolote linaweza kutokea. Ndio maana nikakusomea kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na wa 2. Hata Wasayuni hawakuamini ya kwamba kipindi chote walichokuwa mateka, kuna siku Bwana aliwakumbuka na kuwarejeza na kuwatangazia uhuru wao. Wanasema walikuwa kama waotao ndoto. Kwa hiyo nini nachotaka kukwambia ndugu msikilizaji, ndani ya mwezi huu Mungu atakushangaza sana. Utakuwa kama unaota ndoto, lakini huo ndo utakuwa uhalisia. Ukisoma kwenye Yohana 10:10, neno la Mungu linasema hivi: mimi na alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Huyu ni Yesu, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi: Yesu alipokuja duniani, Yesu anapokuja kwenye maisha yetu, lengo lake ni hili: tuwe na uzima, kisha tuwe na tele. Manake nini? Anaturejeshea tulivyopoteza, anaturejeshea vilivyoharibika, anatulipia madeni tunayodaiwa, anatufungua vifungo tulivyofungwa. Kwa hiyo mtu yoyote wa Mungu unayenisikiliza, Yesu Kristo ataingia ndani ya nyumba yako. Yesu Kristo ataingia kwenye familia yako, atafanyika halisi, na utaona huu uzima, utauona huu rejesho. Na mtu wa Mungu, nilikuelezea kwenye kipindi kilichopita kwa habari ya familia moja ya Adam na Eva, ya kwamba walikaa kwenye utele, walikaa kwenye mafanikio, walikaa kwenye mji wao unaoitwa Eden, walikaa kwa amani, tena walikuwa wanamcha Mungu. Na sio tu walikuwa wanamcha kwa kawaida, Mungu aliweka utaratibu. Mara kwa mara alikuwa anaenda kuwatembelea. Lakini siku moja walikaribisha mgeni. Siku moja walimuona adui kwenye malango yao. Tangu ile siku maisha yao yaliharibika. Tangu ile siku waliibiwa, walichinjwa, waliuawa, walionewa. Lakini Yesu alienda kurejesha kilichopotea. Ndio maana mtu wa Mungu, ninao ujasiri wa kukwambia utaona urejesho ndani ya mwezi huu. Utaona urejesho baada ya maombi haya. Kitu kimoja, endelea kufuatana na mimi kwa jina la Yesu Kristo. Leo ngoja nikupeleke kwenye habari moja, mtu wa Mungu, uone namna ambavyo shetani ni mbaya, shetani ni adui, namna ambavyo ameharibu maisha ya watu wengine kama alivyoharibu maisha yako, na namna ambavyo Mungu anapoingilia kati urejesho unavyoweza kutokea na kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja tusome neno kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 8. Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 8. Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari. Akakwea akauhusuru Samaria, akaupiga vita. Akatuma wajumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli mjini, akamwambia, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wakezo na wanao waliowema ni wangu. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Wajumbe wakarudi tena wakasema, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi, hakika nimetuma kwako kusema, fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi. Lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu, ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila kipendezacho machoni pako watakitia mikononi mwao na kukichukua. Ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi, akasema, angalieni na waomba muone kwamba huyu ataka madhara,
maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu, sikumkatalia. Wakamwambia wazee wote na watu wote, usisikie wala usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ngoja nikuonyeshe namna ambavyo shetani ni mwizi, namna ambavyo adui alivyokusudia mabaya kwenye maisha yetu. Neno la Mungu linasema hivi: basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari. Akakwea akausuru Samaria, akaupiga vita. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya wenzake wafalme 32. Neno la Mungu linasema hivi, akachukua na magari na farasi, akaenda kwenye mji wa Samaria, akaupiga vita. Neno la Mungu linasema hivi, akatuma wajumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli mjini, akamwambia, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Ben-Hadadi baada ya kupiga Samaria, baada ya kuupiga vita, haikutosha. Neno la Mungu linasema hivi, Ben-Hadadi akatuma wajumbe kuelekea Israeli. Mtu wa Mungu, nimekuambia hivi, mwizi anapokuja kwenye malango yake, kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Unamuona Ben-Hadadi kama adui ameenda Samaria. Uoni Samaria walichomfanya chochote Ben-Hadadi? Hapana. Lakini alipofika, neno la Mungu linasema akaupiga vita. Unaona, alipomaliza tu anakwea, anaelekea Israeli. Tena anatuma ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla Ben-Hadadi hajafika Israeli, anautuma ujumbe kwanza. Ujumbe unamtangulia. Neno la Mungu linasema hivi kwenye mstari wa 3, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wakezo na wanao walio wema ni wangu. Kwa hiyo Ben-Hadadi ametuma ujumbe kwa mfalme wa Israeli, anaitwa Ahabu. Na hivi ndivyo anavyosema Ben-Hadadi kwa Israeli, kwa Ahabu. Anamwambia hivi, fedha yako Ahabu na dhahabu yako, wake zako na watoto wako, wote walio wema ni wangu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona huyu Ben-Hadadi anaingia kwenye mji wa Ahabu, alafu anasema fedha zako, dhahabu zako, mali zako, wake zako, watoto wangu ni wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona mfalme Ahabu abishi. Mgeni ameingia kwenye nyumba yake, mwizi ameingia kwenye nyumba yake. Amekuta mfalme Ahabu amejikusanyia mali zake, amejiekea vitu vyake vya thamani, amepanga mipango yake. Lakini huyu mwizi anachukua fedha, anachukua dhahabu, anachukua mali, anachukua wake, anachukua watoto. Na huyu mfalme Ahabu anamwambia, sawa bwana wangu, mimi ni wa kwako, fedha zangu ni za kwako, wake zangu ni wa kwako, na watoto wangu ni wa kwako. Mtu wa Mungu, hebu fikiri pamoja na mimi, hili jambo linawezekanaje? Mtu wa Mungu, kama huyu Ben-Hadadi si mwizi, si mharifu, si ana uibilisi ndani yake. Mfalme Ahabu amekaa kwenye mji wake, ametafuta mali zake, amewaweka wake zake, ameweka na watoto, ameweka mipango yake, amefanya kazi kwa jasho lake, kwa bidii. Alafu mtu anakuja ghafla anasema, yote ulionayo nyumbani mwako ni yangu. Na unamuona mfalme abishi, anampa yote. Watu wengi, mtu wa Mungu, hivi ndivyo tulivyotendwa na shetani. Umekaa kwenye mji wako, mtu wa Mungu, una furaha yako, una afya yako, una mali zako, una mke na mume wako, una watoto wako. Lakini ghafla anakuja mgeni, ghafla anakuja adui,
Ghafla anakuja mwizi, anasema afya yako ni yangu, anakuwekea ugonjwa. Anasema furaha yako ni yangu, anakuwekea huzuni. Anasema uzima wako ni wangu, anakuwekea mauti. Anasema watoto wako ni wangu, analeta vurugu, anaharibu mipango yao, anaharibu amani yao. Anasema mke wako ni wangu, analeta mivurugano kati ya mume na mke, kati ya mke na mume. Hiki ndicho ambacho Ben-Hadadi ameenda kufanya kwa mfalme Ahabu. Neno la Mungu linasema alipiga Samaria kwa upanga, kwa vita, akashinda. Aliposhinda akaona sasa niende kwa nani tena? Akaangalia akaona Israeli, akaanza na mfalme wao, mfalme Ahabu. Neno la Mungu linasema akatuma ujumbe. Watu wengi wa Mungu kwenye maisha yetu tumetumiwa jumbe hizi, tumetumiwa jumbe za vitisho, tumetumiwa jumbe zilizofika kwenye milango yetu, zilizofika kwenye miji yetu. Magonjwa yaliingia, huzuni ziliingia, hasara ziliingia, uharifu uliingia. Unasema nini kimetokea kwenye maisha yangu? Mtu, huo ni ujumbe shetani amekutumia, ya kwamba nipo kwenye mji wako, nipo kwenye malango yako, nipo kwa watoto wako, nipo kwa mke wako. Mtu wa Mungu, unapoona malumbano ndani ya nyumba, huo ni ujumbe shetani amekutumia. Unapoona magonjwa, ripoti za daktari zilizo ngumu kwenye afya yako, usilie, usifadhaike. Huo ni ujumbe, mtu wa Mungu. Hiyo ni ishara, mtu wa Mungu, shetani amekutumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoona mtu wa Mungu masimango, ghafla ulikuwa na kazi nzuri imepotea, ghafla ulikuwa na mali zinapukutika, ghafla ulikuwa na uzima unapukutika, ghafla ulikuwa na utulivu unapukutika. Nini kimetokea? Mtu wa Mungu, huo ni ujumbe. Neno la Mungu linasema hivi, Ben-Hadadi baada ya kupiga Samaria anatuma wajumbe kwenda Israeli kwa Ahabu. Ben-Hadadi alikuwa hajaenda bado, wajumbe ndio wanaenda, na wale wajumbe wanasema tumekuja na ujumbe huu, hivi ndivyo asemavyo Ben-Hadadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe unasemaje? Fedha yako, dhahabu yako, mali yako uliyokusanya miaka yote ni ya kwangu mimi. Mke wako, watoto wako, yote mema ndani yako ni ya kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini, mtu wa Mungu, tulisema huu ni mwezi wa maombi ya urejesho? Ni kwa sababu Mungu ameangalia namna ambavyo adui yupo kwenye malango yako, adui yupo kwenye nyumba yako, na alivyofika hivi ndivyo anavyojivinjari, anavyoenjoy. Anakukuta umefanya kazi miaka mingi, umekusanya mali zako, umeweka bidii yako, umeweka mipango yako, umefungua biashara yako, unaangalia namna ambavyo yataendaje, ghafla vyote vinaharibika. Nini kimetokea, mtu wa Mungu? Mwizi. Neno la Mungu linasema mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mtu wa Mungu, uharibifu wowote unaotokea unaanza na mwizi kuja, lazima mtu aje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, si wote tutamuona shetani kwenye umbo la nyoka, tutamuona shetani kwenye umbo la mapembe, lakini shetani anaweza kuja kwenye ndoto. Tangu ulipoota ndoto unakimbizwa, ukaanguka, ukajikwaa, ndio siku hiyo hiyo miguu yako inakufa ganzi, ndio siku hiyo hiyo, mtu wa Mungu, miguu yako inawaka moto, ndio siku hiyo hiyo, mtu wa Mungu, kila ukilala unasikia unachomwa sindano, unachomwa mikuki, au lali unaomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini kimetokea, mtu wa Mungu? Ben-Hadadi ametuma wajumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kuna mwanangu amenipigia simu mchana wa leo, akawa ananiambia, mama, ni siku ya 3 sasa naota ndoto ya ajabu. Anasema namuota mtu ambaye nafanya naye kazi ofisi moja, ananiingilia kimwili kila siku,
Ananiambia mama, mpaka anakosa amani. Leo inakupigia, nimeamua nikeshe nisilale. Anasema nikaenda kuomba, mbona huyu ni mfanyakazi mwenzangu namjua, ngoja niombe ili nijue shetani ni nani anayefanya hivi. Anasema alipoomba akalala, akamwota mfanyakazi mwenzake mwingine wa kike anamwingilia kimwili. Maana yake ni nini, mtu wa Mungu? Watu wangapi wanakutana na ndoto za namna hii? Unapolala kwenye kitanda chako, baada ya kuchoka upate usingizi wako, ndipo unapoota ndoto wanakuingilia kimwili. Ndipo unapoota ndoto wanakupora mali ulio nayo. Ndipo unapoota ndoto unatumbukia kwenye mashimo. Nini maana yake? Nikamwambia mwanangu, usilie, huo ni ujumbe, huyo ni mwizi. Maana yake nini? Wakilala na wewe wanaiba nyota, wanaiba kibali, wanaiba nuru ulionayo, wanakupa mikosi. Neno la Mungu linasema hivi, anayelala na kahaba wameunganika, wanakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nini kinatokea unapoota ndoto za majini mahaba? Huyo ni mwizi mwanangu. Huo ni ujumbe, mtu wa Mungu. Kwa hiyo unapoota hivi ujue kuna kitu kinaibiwa. Ndio maana Mungu anasema nataka virejeshwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, tulisoma kwenye Isaya 42 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioonewa, ni watu walioibiwa, ni watu waliotekwa, wamewekwa kwenye magereza. Dada Krista, nitafutie ile andiko tulisome sawa sawa. Isaya 42 mstari wa 22. Ngoja nikuonyeshe kitu. Isaya 42 mstari wa 22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona neno la Mungu linavyosema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu ameliona hili neno, ndio maana amekuja amesema lazima tuombe maombi ya kurudisha, maombi ya urejesho. Unamuona Ben-Hadadi anachokifanya, anafanya sawasawa na Isaya 42:22. Ben-Hadadi anaenda kwa mfalme wa Israeli Ahabu, anamwambia fedha yako, mali yako, wake zako, watoto wako ni wa kwangu. Maanake nini? Anaiba. Maanake nini? Anawinda. Maanake nini? Anachukua mateka. Maanake nini? Anaficha kwenye magereza, hapana okoaye. Kwa nini? Ben-Hadadi anasema sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maanake nini? Mfalme Ahabu anasema sawa, fedha yangu ni mali yako, mke wangu na watoto wangu ni mali yako. Mtu wa Mungu, nani anakuja kwenye nyumba yako anakwambia vitu vyako ni mali yangu na upigani naye? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, tusome mstari wa 3, Wafalme wa kwanza 20 mstari wa 3. Fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wakezo na wanao walio wema ni wangu. Angalia kitu ambacho mfalme Ahabu anajibu. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Maanake nini? Mtu wa Mungu, umetekwa. Maanake nini? Mfalme Ahabu ameibiwa. Maanake nini? Amekuwa mawindo. Maanake nini? Ameonewa. Kwa nini anakubali? Aoni namna ya mtu ambaye atamwokoa, aoni msaada wowote. Ndio maana Mungu ametuangalia, anaona tumeibiwa, anaona kuna watu wamekuja kwenye familia zetu, wana nguvu za kichawi, wana nguvu za kiganga, wameiba familia zetu, wameiba mawazo yetu, wameiba vipawa vyetu, wamechukua yote tulionayo na hatujaokolewa. Ndio maana Mungu anasema lazima tuseme rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikupelekee mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi, wajumbe wakarudi tena wakasema, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi, hakika nimetuma kwako kusema fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi. Mstari wa 6, lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila
kipendezacho machoni pako watakitia mikononi mwao na kukichukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona namna ambavyo mwizi anaendelea. Mfalme Ahabu amekubali kuibiwa mali yake, amekubali kuchukuliwa fedha zake, amekubali kupata hasara ya mke wake na watoto. Kwa hiyo mwizi amezoea. Ben-Hadadi anaendelea tena, anatuma ujumbe tena, anasema hivi, kesho yake nitatuma wajumbe, watakuja tena, wataangalia kwenye mali yako, kwenye nyumba yako, na siishi kwenye nyumba yako, watafika mpaka kwa wajumbe wako. Manake nini? Kwa ndugu zako. Manake nini? Kwa watu wako. Manake nini? Kwa jamaa zako. Wataangalia vyote vinavyowapendeza macho, watavichukua, ni vya kwake. Ben-Hadadi hajavifanyia kazi, mtu wa Mungu. Ben-Hadadi hajaviombea, mtu wa Mungu. Ben-Hadadi hajavichukulia mikopo, mtu wa Mungu. Ben-Hadadi anaenda na neno la kishetani. Ben-Hadadi anaenda na nguvu za kitapeli. Ben-Hadadi anaenda na uganga na uchawi. Angalia, amekuja mara ya kwanza, ameiteka hii nyumba ya mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu amekubali, ameona sawa, wacha achukue. Ameona ngoja yaharibike, yanaishia tu nyumbani kwangu. Mtu wa Mungu, usipoomba kwa habari ya ugonjwa ulioingia kwenye nyumba yako, hautaishia kwako. Utakula na watoto wako, utakula na wake zako, utakula na jamaa zako, utaenea kwa ndugu zako, utakula wazazi wako. Hiki ndicho Ben-Hadadi anafanya kwenye nyumba ya mfalme Ahabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwambia ya kwamba ujumbe umekuja, tutakuja, tutachunguza tutakachokipenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, shetani alipokuja kwako, akachunguza ndani ya nyumba yako, akaangalia kwenye mwili wako, akasema nimevutiwa na akili yako, naitaka, akaichukua. Ulikuwa unaweza kufikiri sawasawa, ulikuwa una bidii ya kazi, ulikuwa na akili darasani, ulikuwa na mipango, ulikuwa na maono, lakini ghafla yamezima. Nini kimetokea? Kuna mwizi anaitwa Ben-Hadadi, ametuma mapepo yake. Mtu wa Mungu, amependa akili ulio nayo, wamechukua. Neno la Mungu linasema ujumbe ukafika kwenye nyumba ya Ahabu. Hapa ndipo kuna neno huyu mfalme anasema. Neno la Mungu linasema hivi, ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazee wote wa nchi akasema, angalieni na waomba muone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba huyu ataka madhara, maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu, sikumkatalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona maneno ambayo mfalme Ahabu anazungumza na wazee wa nchi. Kwa nini mwanzo alipoanza kufanyiwa ubaya hakushtuka, hakukataa ya kwamba hizi mali zangu nimezitafuta kwa bidii? Kwa nini alikubali? Kwa nini aliona sawa kuona watoto wake wanaharibiwa? Kwa nini aliona sawa wake zake wanaharibiwa? Kwa nini aliona sawa hasara inakuja kwenye malango yake? Kwa nini? Anasema nikakubali, sikumkatalia. Kwa nini aliona sawa kupoteza? Kwa nini aliona sawa? Kwa nini asingewaita hawa wazee wa nchi siku ya kwanza alipoona ujumbe wa vitisho unaingia kwenye malango yake? Kwa nini, mtu wa Mungu? Kwa nini haujaona sawa ile siku ya kwanza, unavyoanza kuona unatikisika, unavyoanza kuona unapata kiwewe, unavyoanza kuona unachanganyikiwa, unavyoanza kuona vinaharibika, ukasubiri mpaka unaona shetani kaua mtoto wa kwanza, kaua wa pili, kaua watatu, amemaliza wote? Kwa nini haujaona ya kwamba hujashtuka ile siku ya kwanza mimba ya kwanza inaharibika, unasubiri majini wamekula, hii ni mimba ya 6? Kwa nini haujashtuka, mtu wa Mungu, pale tu mara ulipoanza kuona vikao vya siri vyote vinafanyiwa ubaya kwa ajili ya maisha yako? Kwa nini haukuona sawa pale marafiki walipoanza kukusaliti mapema? Kwa nini ishara ndogo ya kwanza uliidharau? Neno la Mungu linasema Ben-Hadadi akaenea. Manake nini? Ufilisi ukaenea. Manake nini? Aibu ikaenea. Manake nini? Harufu mbaya ikazidi kuenea.
Beni-Hadadi anasema, sasa narudi, naenda kwa watumwa wako, naingia kwenye mji wako sawasawa, kwenye mipaka yako, na kuja kutawala na kufanya makazi. Neno la Mungu linasema Beni-Hadadi anaita wazee wote wa nchi, akasema, angalieni na waomba muone kwamba huyu ataka madhara, maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu, sikumkatalia. Hivi ndivyo ambavyo shetani ameharibu kwenye maisha yetu, mtu wa Mungu. Hivi ndivyo ambavyo shetani ameharibu kwenye mazingira yetu, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 8, wakamwambia wazee wote na watu wote, usisikie wala usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona wazee wanakaa upande wa mfalme Ahabu, wanamwambia usisikie wala usikubali. Maana yake nini? Kataa hizo jumbe. Maana yake nini? Usikubali. Maana yake nini? Rejesha mambo ya nyumbani kwako, rejesha fedha zako, rejesha dhahabu yako, mpige huyu adui. Usikubali. Maana yake nini? Usikubali. Haya magonjwa usikubali, umasikini usikubali, utasa usikubali. Maana yake nini? Mtu wa Mungu, hatukubali. Ndio maana tunaenda kurejesha, hatukubali. Ndio maana tunaenda kuomba maombi ya urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, Mungu akaangalia akasema, msikubali. Shetani anazidi kuharibu, lazima mwezi huu turejeshwe. Neno la Mungu linasema, wakasema wana Sayuni, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama tuotao ndoto. Maana yake nini? Hatukukubali. Mateka hawakukubali. Mahali popote ulipo tutasema rejesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja mtu wa Mungu tuendelee kwenye mfano mwingine, halafu tukaombe. Dada Krista, naomba nisomee Yohana 11 mstari wa 38 mpaka wa 44. Yohana 11 mstari wa 38 mpaka wa 44. Basi Yesu aliakiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu unarejeshwa. Urejesho unakuja kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikuonyeshe ili andiko. Neno la Mungu linasema hivi, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunamuona Yesu anafika kaburini. Tena anasema hivi, kwenye lile kaburi lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Maana yake kilichokuwa ndani ya lile kaburi, kilichokuwa ndani ya lile pango, mtu wa Mungu, kimezuiliwa hata kuonekana, kimezuiliwa hata kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4.
Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo Yesu ameliendea kaburi. Ndani ya kaburi kuna maiti anaitwa Lazaro. Yesu anasema kilichokuwa ndani anataka kukirejesha. Wale ndugu wa lile hitaji hawaoni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Martha dada yake yule aliyefariki anamuelezea Yesu hali inavyoonekana, tatizo lilivyosugu, tatizo lilivyokuwa gumu. Anamuonyesha namna ambavyo haiwezekani. Lakini Yesu, mtu wa Mungu, ameenda kaburini. Kinachotakiwa kurejeshwa, mtu wa Mungu, kimezikwa, kiko kaburini. Nimekwambia huu ni mwezi wa maombi ya urejesho. Chochote ulichoibiwa na shetani, haijalishi kiko wapi, haijalishi kimewekwa mateka wapi, haijalishi kimefichwa kwenye shimo lipi, haijalishi kimewekwa kwenye gereza lipi, neno ninalolijua, Yesu amesimama kwenye malango yetu. Amen. Yesu amesimama kwenye kipindi chetu. Amen. Neno moja tunajua, vinarejea. Amen. Haijalishi vimefichwa kiasi gani, vinarejea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 40, Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Hili neno linatufundisha nini usiku wa leo? Ukiamini, mtu wa Mungu, utaona maisha yako yakirejeshwa. Amen. Ukiamini utaona kazi yako ikirejeshwa. Amen. Ukiamini utaona nafasi yako ikirejeshwa. Amen. Ukiamini utaona nyumba yako ikirejeshwa. Amen. Ukiamini usiku wa leo, mtu wa Mungu, ukafuata maelekezo nitakayokuambia, utaona vikirejeshwa. Amen. Kwenye kipindi kilichopita nilikwambia ni Bwana, ni Yesu ndiye anayerejesha. Nilikwambia kwenye Yohana 10:10, Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima wa milele, kisha wawe nao tele. Mtu wa Mungu, unamuona Yesu anaenda kaburini. Unapomuona Yesu, manake umeona uzima. Unapomuona Yesu, manake unaona tumaini. Unapomuona Yesu, manake unaona, mtu wa Mungu, mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi kwenye mstari wa 41, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kabla Yesu hajasema hili neno, mtu wa Mungu, kuna kitu kinafanyika. Basi wakaliondoa jiwe. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, usiku wa leo, ondoa jiwe lililofunika moyo wako la kukosa imani. Ondoa jiwe lililofunika moyo wako lililojaa mashaka. Neno la Mungu linasema hivi, basi wakaliondoa lile jiwe. Ndipo Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema kwenye Isaya 42:22, wote wameibiwa, hapana asemaye rudisha. Unamuona Yesu amefika kwenye lile kaburi, kuna maneno anaongea. Mtu wa Mungu, lazima useme neno rudisha. Kwa hiyo unamuona Yesu anafanya neno la Isaya 42 mstari wa 22. Hawa wametekwa, hawa wamefichwa kwenye mashimo, hawa wamewekwa kwenye magereza, hawa wamekuwa mawindo, hapana aokoaye, hapana asemaye rudisha. Yesu amefika kwenye kaburi, anasema liondoe jiwe, alafu wanyamazi. Kuna maneno anasema. Na sisi usiku wa leo, mtu wa Mungu, hatutanyamaza. Kuna vitu tutafanya kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 43, neno la Mungu linasema hivi, naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alipomaliza kuomba, mtu wa Mungu analiangalia lile kaburi. Mtu wa Mungu anaiangalia ile maiti. Mtu wa Mungu anaangalia lile jambo ambalo halina matumaini.
anaangalia ile maiti, mtu wa Mungu, ambayo haionekani kama ina uzima tena. Lakini Yesu, neno la Mungu linasema hivi, akalia kwa sauti kuu akasema hivi, Lazaro, njoo huku nje. Neno la Mungu linasema hivi, akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Usiku wa leo kwenye haya maombi ya urejesho, utaangalia jambo lako lililokufa, utaangalia jambo lako lenye aibu, utaangalia jambo lako linaloumiza, utaliangalia jambo lako ulilolikatia tamaa. Neno la Mungu linatuonyesha huyu Lazaro alikuwa amekufa ananuka. Neno la Mungu linasema huyu Lazaro alitengwa mpaka aliweka kaburini. Neno la Mungu linasema aliekewa na jiwe. Maana yake nini? Hauonekani muujiza wa aina yoyote. Lakini Yesu anasema akalia kwa sauti kuu akasema, Lazaro, njoo huku nje. Mtu wa Mungu, utaiangalia ndoa yako, utalia kwa sauti kuu, utasema rejea kwa jina la Yesu. Utaangalia watoto wako, utalia kwa sauti kuu, utasema rejea kwa jina la Yesu. Amen. Utaangalia vilivyoharibika, utapaza sauti yako, utasema virejeshwe kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linasema Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Mtu wa Mungu, jukumu la kurejesha sio lako, jukumu la kurejesha ni la Bwana. Jukumu lako ni kupaza sauti. Amen. Neno la Mungu linasema hapana asemaye rudisha. Kwa nini Lazaro alirudi? Ni kwa sababu Yesu aliwaona familia yake yote wamekubali ule msiba, wamekubali Lazaro kuondoka, wamekubali ile hasara, wamekubali ile aibu, wamekubali yale mashaka. Lakini Yesu alipofika, yeye alifanya kinyume. Alikataa Lazaro kuondoka, aliukataa ule msiba, alikataa ile harufu mbaya, alikataa yale mazingira, aliukataa ule umasikini. Neno la Mungu linasema Yesu alipokataa, alipaza sauti, alisema rejesha. Neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, nimekusomea, Beni-Hadadi akatuma wajumbe kwa mfalme Ahabu, akamwambia fedha yako, dhahabu yako, mali yako, watoto wako na wake zako, vyote ni vyangu. Alafu Ahabu akasema sawa, nimekubali, ni vyako. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Chochote adui alichokuchukulia umekubali. Neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, kwenye Isaya 42 mstari wa 22, fuatana na mimi, mtu wa Mungu, nikusaidie. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Yesu anaangalia, anamwangalia Lazaro, amekuwa mawindo, Lazaro amefichwa kwenye magereza, Lazaro amefichwa kwenye makaburi, hapana okoaye. Yesu anaenda kuokoa. Anasema mimi nalikuja ili muwe na uzima wa milele, kisha muwe nao tele. Lakini shetani alikuja, lakini mwizi alikuja, lakini adui alikuja ili aibe, ili achinje na kuharibu. Amemwona mwizi ameiba, amechinja, ameharibu, na familia yote ya Lazaro imekubali. Lakini Yesu anasema kuna neno hujamaliza kulisoma kwenye Isaya 42:22. Neno la Mungu linasema wala hapana asemaye rudisha. Maana yake nini? Anapotokea mtu anayesema rudisha, wale walioibiwa wanarudishwa. Amen. Wale waliokuwa matekwa wanarudishwa. Amen. Wale walionaswa katika mashimo wanarudishwa. Amen. Wale waliofichwa katika magereza wanarudishwa. Amen. Wale waliokuwa mawindo wanarudishwa kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema Beni-Hadadi akazoea, akatuma ujumbe tena kwa mfalme, akamwambia sasa ninakuja, ninayaangalia yote, lile linalonipendeza nalichukua. Hicho ndicho alichokifanya shetani kwenye bustani ya Eden. Alipofika kwenye familia ya Adam na Eva, alipoangalia akaona nachukua nini? Akachukua utawala.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo mtu wa Mungu tumekataa. Hapa tunasema rudisha. Hapa tunasema rudisha. Hapa tunasema rudisha. Neno la Mungu linasema hivi, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Mtu wa Mungu, tutalilia kwa habari ya nyumba zetu, tutalia kwa habari ya mabadiliko, tutalia kwa habari ya vitu vyetu. Tutasema rudisha kwa jina la Yesu. 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 Amen. Tutakaposema, utaona kazi yako inatoka. Utaona mke wako anatoka. Utaona mume wako anatoka. Amen. Utaona mifugo yako inatoka. Amen. Utaona hayo madeni yanatoka. Amen. Utaona huo ugonjwa unatoka. Amen. Utaona furaha yako inarejea. Amen. Utaona amani inarejea. Amen. Utaona ukiwa unatoka. Amen. Utaona hofu inatoka. Amen. Utaona mashaka yanatoka. Amen. Utaona dhambi, uharibifu vinatoka. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, paza sauti yako ya shukrani mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya neno hili Bwana, neno hili la wakati ambalo umeliachilia kwetu Bwana. Asante kwa ajili ya mwezi huu Bwana wa maombi ya urejesho Bwana, nasi tunakushukuru maana tunajua ndani ya mwezi huu tunarejeshewa, ndani ya usiku huu tunarejeshewa, ndani ya wiki hii tunarejeshewa, kila kilichoibiwa, kila kilichopotea tunarejeshewa. Nasi tunasema asante mbele zako Bwana, nasi tunakushukuru Bwana, maana hata Yesu alipofika kwenye lile kaburi alipaza sauti ya shukrani kwanza. Alisema Baba ninakushukuru, nasi tunapaza sauti ya shukrani kwanza. Tunasema Baba tunakushukuru, maana tunajua unatusikia, maana tunajua unatusikia, maana tunajua unatusikia, maana tunajua unatusikia, maana tunajua kwenye hili hautanyamaza. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, maana tunajua ndani ya leo unaturejeshea kila kilichopotea, kinarejeshwa, kila kilichokufa kinapata uhai, kila kilichofukiwa kinafufuka leo, kila kilichohuliwa kinapata uhai, kila kilichoibiwa kinarejeshwa leo. Leo tunarejeshewa, leo tunarejeshewa, leo tunarejeshewa. Baba tunakushukuru, Bwana tunakushukuru, tunasema asante, tunasema asante, maana wewe umesema, wewe ulituma neno, nalo hilo neno linawatoa watoto wako kwenye maangamizi yao, nalo hilo neno halitakurudia bure, halitakurudia bure. Wewe umetuma neno la urejesho, wewe umetuma neno la urejesho. Umesema ya kwamba huu ni mwezi wa maombi ya urejesho, maana wewe uko tayari kurejesha. Nasi Bwana tunakushukuru, tumesikia neno lako, tunalitenda neno, tunalifanya neno, tunasimama kwenye neno katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu ninakushukuru kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya wema wako. Ninasema asante kwa ajili ya haya maombi, kwa ajili ya haya maombi ya urejesho. Neno la Mungu linasema wale wazee wakamwambia mfalme Ahabu, usikubali wala usisikie, usikubali wala usisikie. Na sisi usiku wa leo tumekuja mbele zako, tunasema ya kwamba hatukubali wala tusikii namna ambavyo shetani amefanya uharibifu kwenye maisha yetu. Hatukubali tena. Ndio maana tumesogea kwenye madhabahu yako usiku wa leo, na sisi tunasema rejesha sasa hivi, mali zetu zirejee, uzima wetu urejee, afya yetu irejee, mambo yetu yarejee, miradi yetu irejee, biashara zetu zirejee, tumaini letu rirejee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usiku wa leo
tunaliondoa kwenye jiwe mioyo yetu, tunaliondoa jiwe kwenye maisha yetu, tunaliondoa jiwe. Jambo lolote lililotuzuia sisi kutokuamini, tunaliondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hatukubali tena kupoteza tena, hatukubali tena kupata hasara, hatukubali tena kufa tena, hatukubali tena kuibiwa tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunatamka virejeshwe sasa, uzima wangu rejea sasa, uhuru wangu rejea sasa, familia yangu rejea sasa, uzao wangu rejea sasa, kibali changu rejea sasa, nuru yangu, nyota yangu, maisha yangu, uwezo wangu, uzima wangu, maisha yangu, nguvu yangu, mafanikio yangu, rejea kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu, omba hayo maombi ya urejesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na neno lako, nami ninasimama mbele ya lile kaburi, nimeondoa jiwe, natamka rejea, kila kilichoibiwa ninakirejesha, natamka rejea, ninasema kama Yesu alivyosema kwa imani, Lazaro njoo kunje, nami ninasema nyota yangu rejea sasa, kazi yangu rejea sasa, uchumi wangu rejea sasa, afya yangu rejea sasa, familia yangu rejea sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, njoo kwangu, kaburi niachie, mashimo niachie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, udhaifu niachie, aibu niachie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Natamka nuru yangu rejea kwangu, amani yangu rejea kwangu, maana sasa yupo mtu asemaye rejesha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninatamka kila aliyeniiba ananiachia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila aliyenichukua mateka ananirejesha, kwa jina la Yesu, kila mahali ziliponaswa hatua zangu ninazitoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, roho ya mashimo, achia maisha yangu, achia maisha yangu, kwa jina la Yesu, kila walipofika maisha yangu, kila walipofika uzima wangu, kila walipofika utawala kwangu, kila walipofika afya yangu, kila walipoiba uhuru wangu, nyota yangu, nasema hivi, rejesha, kila gereza nililonikamata, ninatamka niachie, kila kamba, kila minyororo iliyofunga maisha yangu, ninasema katika kwa jina la Yesu, kila anayeharibu uchumi, toka majini, mapepo, nguvu za giza, maruani, subiani, makata, maimuna, wanyonya damu, toka. Kila aliyenichukua mawini,
kila aliyenichukua mawingu usiku wa leo, usiku wa leo, ninasema hivi, rejesha, 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 rejesha. wewe mwizi, wewe mwizi, wewe mwizi, wewe mwizi, uliyeiba mali yangu, uliyeiba ndoa yangu, uliyeiba mzao wangu, wewe nyoka, wewe nyoka, ninasema hivi, rejesha, rejesha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila magonjwa, HIV, kansa, kuumwa mifupa, kuchoma mwili, kuwaka moto, kufa ganzi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, magonjwa ya kiuno, ya uti wa mgongo, kuumwa meno, kuumwa sikio, kuumwa macho, mtoto wa jicho, kila giza kwenye macho yangu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rebobobo shakaramanda kabadi. Mtu wa Mungu, mmeosha mikono yako. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Beni-Hadadi akatuma wajumbe kwa mfalme. Ahabu. Akasema. Mali yako na dhahabu yako ni yangu mimi. Watoto wako, wake zako na vyote ulivyo navyo ni vyangu. Na mfalme Ahabu akakubali. Akamwachia Beni-Hadadi vitu vyake alivyovitolea jasho. Usiku wa leo kila mwizi aliyetuma ujumbe akachukua vitu vyangu, mali yangu, nyota yangu, nuru yangu, mipango yangu, akili yangu, kibali changu, na nikamkubali. Usiku wa leo ninamgeukia kila Beni-Hadadi, kila mwizi, ninamwambia rejesha mambo ya nyumba yangu, rejesha vitu vyangu. Nimekukatalia. Wewe ni mwizi. Nimekataa. Uibi tena mali yangu. Upukutishi tena mikono yangu. Ulitenda kazi yangu. Hiyo kazi ni yangu. Rejesha. Huo uchumi ni wangu. Rejesha. Huyo mume ni wangu. Huyo mke ni wangu. Hao ni watoto wangu. Rejesha. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo. Wewe pepo. Ninasema. Yesu Kristo. Akukemea. Kila mwenye hila. Kila mwenye fitna. Kila mwenye ubaya. Kila mwenye uongo. Kila anayenionea kitu. Kila aliyenisemea uongo. Usiku wa leo. Ninachora mstari. Nasema hivi. Amtavuka tena. Kuja kwenye mipaka. Kuiba vitu vyangu. Kunifanya mimi mtumwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako kwenye maombi yako. Na sisi hapa tumenyoosha mikono kwenye maombi ambayo tuliyakusanya tarehe 28 mwezi wa pili, ile siku ya kongamano. Sema Bwana Yesu. Nimeweka mikono kwenye maombi yetu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Ile ya mwana kondoo. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima wa milele. Kisha tuwe na utele. Mungu, ninaomba uzima wa milele kwenye maombi yangu, kwenye mahitaji yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Na yeyote aliyeweka mikono kwenye maombi yake usiku wa leo, natamka urejesho wa kazi, urejesho wa uchumi, urejesho wa afya, urejesho wa mali, urejesho wa wateja, urejesho kwenye nyanja zote, kwa jina la Yesu. Milango yao iwe wazi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, nyanyua sadaka yako Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua. Usiku wa leo ninaziweka wakfu mbele zako. Ninaomba Mungu uzitakabali sadaka hizi. Ninaomba Mungu uzipokee sadaka hizi. Ninaomba Mungu uzikubali sadaka hizi. Unapoziangalia hizi sadaka, angalia maombi tuliyoyasemea nyuma hizi sadaka, ukatujibu, ukatuponye, ukarejeshe vitu vyetu, ukarejeshe mali zetu, ukarejeshe uzima wetu, ukarejeshe yote tunayoyataka, hata yale ambayo hatujayatamka, lakini Mungu watoto wako wameyatamka. Ninaomba ukayarejeshe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii, sema: Bwana Yesu, usiku wa leo ninakukabidhi maisha yangu na ninakupokea Bwana Yesu moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kwako Mungu wangu, nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapofuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema hivyo basi utakuwa umeokoka, na utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, ninaomba nikukumbushe usikose kwenye maombi ambayo tutakutana siku ya Jumamosi. Kwa hiyo share link ya maombi ili watu wengi waweze kusikia. Kwa wale ambao watakuwa wataweza kuja kuomba, tutawaelezea mahali kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ambayo tutakutana siku ya Jumamosi kuanzia saa 9 mpaka saa 12 jioni. Tutaendelea kuomba maombi haya ya urejesho, na wewe ambaye au kuja kwenye kongamano la maombi, hakikisha unatuletea maombi yako, tutakuwa nayo na tutayaombea. Huu mwezi kila kitu ambacho kimeibiwa na nguvu za giza lazima kirejeshwe kwa jina la Yesu Kristo. Na wale wengine ambao ulikuwa una shida ya 1-to-1, tutakutana hapo, tutaweza kuomba. Kila kitu kitabadilika. Mtu wa Mungu, na maombi haya usiombe mara moja, hakikisha unaomba tena. Neno la Mungu linasema watu hawa wamechukuliwa, wameiba, lakini hapana asemaye rudisha. Sisi tunasema rudisha hapa. Jumamosi tutakutana, tutasema rudisha. Jumanne tutaendelea, tutasema rudisha, mpaka tutakapoona kila kitu kimerudishwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.